mgeni kashafika hapa, yupo kakikalia kiti na heshima iko mahali pake. Heshima ipo. Msikilizaji, na kumbuka tutapango kupitia madhabahu ngome Yesu Kristo kwa mwonaji kuhani Mwalimu Richard Mwacha. Na kumbuka msikilizaji, tunao mwaliko mbele yetu wa kuweza kuhudhuria mkesha mkubwa Christmas kwa siku ya Jumatano tarehe 24 mwezi wa 12 2025 ngome ya Yesu Kristo kwa mwonaji kuhani na Mwalimu Richard Mwacha, na kutoka kuna mkesha mkubwa kwa ajili ya kwako. Kuna tangazo hapa ambalo tunalileta kwako kufuatia mwaliko huo wa Christmas wa tarehe hiyo ya 24 mtumishi wa Mungu kuhani Mwalimu Richard Mwacha ambao aliweza kutupatia. Tunaendelea kukukumbusha kuwa kuwasilisha nauli ya kwako mapema. Mwisho wa kuweza kuwasilisha nauli hiyo ya mkesha wa Christmas ni siku ya Jumatatu tarehe 22 mwezi wa 12 2025, lakini nauli ya mkesha wa mwaka mpya bado itaendelea kupokelewa mpaka pale utakapotangaziwa siku ya ukomo wa kuwasilisha nauli hiyo. Namba ya kuweza kuwasilisha nauli yako, namba ya mratibu wa safari ni 0712369796. Jina ni Wilfred Paulo Msangi, ndio jina ambalo tutaweza kutokea katika simu yako wakati unakuwa unatuma nauli yako. Msikilizaji, karibu kwenye kiti cha heshima. Ninaye mgeni wangu na mimi nimkaribishe. Mimi nakukaribisha wewe na wewe pia karibu uweze kuungana na sisi hapa kwa ujumbe mfupi kupitia namba ya simu 0761555151. Lakini baadaye hapo nitaweza kukupa nafasi ya kuweza kupiga simu uweze kumuuliza swali mgeni wangu. Nitakuwa na ya kwangu mimi machache rahisi sana, alafu itafika muda wako wa kuweza kuuliza maswali magumu kwenda kwa mgeni wangu hapa. Ninaye Ignas Mpeka ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kama unavyomsikia kwa background. Kwanza ujue waimbaji, sisi watangazaji tunafahamika kwa vitu vingi. Kitu cha kwanza, kwa mfano mimi ukinisikia tu kokote, Uncle Sami huyo ni Uncle Sami huyo. Na waimbaji nyinyi bwana wamekuwa na mambo mengi sana kwa sababu ufundi ni mwingi, kila mtu fundi. Kila mtu fundi, lakini utofauti kwamba fundi yule ni fundi kweli ni sauti. Ujue mitaji wanasema waimbaji mitaji yao ni sauti. Ndio. Na hata sisi watangazaji sauti bwana ndio tunafanya kazi. Inamtambulisha mtu. Inamtambulisha. Kwa hiyo karibu utupokee kwanza hii Wasamani, umenijaza, umenitunza, umenilinda mpaka leo. Umenijaza, umenitunza, umenilinda mpaka leo. Usifiwe, umeniuisha Baba. Umenipa amani na upendo, furaha ya moyoni mwangu. Wacha wewe ni kuimba sifa zako. Umeniuisha Baba. Umenipa amani na upendo, furaha ya moyoni mwangu. Ni kuimba sifa zako. Usifiwe, haleluya. Asante sana baba. Asante sana na upiga mwingi sana. Ongea. Niseme tu kwamba huduma unayo, kifaa unacho na unakiweza. Unajua unaweza kuwa na kitu alafu uweze ukitumia. Unacho na unakiweza ukitumia. Hongera sana. Na kwa sababu ya time yetu kwa imetukimbia sana, dakika ni kimbia hivi. Kwa hiyo zisije zikatufanya tukashindwa kuzungumza yale ambayo yametuweka hapa. Karibu studio kwa mara ya kwanza ndani ya mjengo wa 97.1. Amina. Kabisa studio za kisasa. Amen. New studio. Namshukuru Mungu kwa neema ambayo ametupa ya siku hii ya leo majira haya kuwa live FM. Unaweza kusogelea kidogo mic na kupata kwa tabu. Namshukuru Mungu kwa neema aliyotujalia leo ya kuweza kufika katika mjengo wa 97.1 Live FM. Safi kabisa. Na mimi pia nimefurahi wewe kuweza kufika. Na mengi ya kuweza kuyafahamu kutoka kwako Ignas. Nadhani tumeachana kitambo sana na yako mengi ambayo tulishai kuzungumza, lakini mengine pia hatukuzungumza, tukasema tungoje tuweke. Wanasema
tuweke akiba. Sasa na tungetamani kuweza kujua kwamba kwa jina lako sasa halisi, unajua mimi nakujua kama Ignas, huenda pia una majina hata 3 4 hapo, karibu msikilizaji aweze kuyafahamu. Asante sana ndugu Uncle Sammy. Majina yangu kamili naitwa Ignas Steven Mpeka. Ignas Steven Mpeka. Ignas Steven Mpeka, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Okay. Kutokea Morogoro, Tanzania. Okay. Naam. Ulianza lini kuimba nyimbo za Injili na nini kilikusukuma kuingia kwenye huduma hii? Namshukuru Mungu, muziki wa Injili sikuanza jana. Okay. Ni takribani miaka 9. Miaka 9, mingi sana, na hongera sana. Namshukuru Mungu. Hongera sana. Wimbo wako wa kwanza ulikuwa unaitwaje? Ulitoka mwaka gani, kama unaweza kuwa umeanza miaka 9 iliyopita, lakini haukuanza kurekodi nyimbo ya kwanza. Ulianza kwenye kwaya, ulianza kwenye kikundi, baadaye ukaanza kusimama wewe kama wewe. Binafsi nyimbo yako ya kwanza unaikumbuka ilikuwa inaitwaje na ilitoka mwaka gani? Nyimbo yangu ya kwanza kabisa naingia studio ni mwaka 2013. 2013. Nyimbo ilikuwa inaitwa kwamba Wathamani. Ndio hii? No, achana Umenuisha. Hiyo ni kabla ya Umenuisha, kabla ya Mungu wa Israeli. Okay, Wathamani. Kidogo. Unaweza ukaikumbuka kidogo? Au zamani sana? Popote tumstari wote mbona ukumbuka? Ni muda mrefu lakini melody zipo. Okay. Sawa. Maisha haya ya duniani, mwanadamu umeumbwa. Mkumbuke Muumba wako. Hongera sana. Wathamani mbele za Mungu, wathamani. Changamoto gani umewahi kukutana nazo katika huduma yako ya uimbaji? Asante. Ignas Mpeka, namshukuru Mungu. Nimeanza huduma ya uimbaji muda mrefu. Ndio. Lakini changamoto za hapa na pale katika maisha ya kijamii hazikosekani. Ndio. Zipo, lakini changamoto kwangu mimi nazitumia kama fursa. Changamoto kwako inakuwa kama fursa. Ya kujipambanua zaidi kwamba Ignas Mpeka kwa hiki ninachokifanya, ukubwa wake ndani yake uko vipi na Mungu anataka nini. Huenda una changamoto chache sana Ignas. Changamoto zipo kwenye kila engo ya maisha ya mwanadamu. Ukienda kwa wakulima wana namna ya changamoto zao. Ukienda kwa watangazaji kina Nkosami wana aina ya changamoto zao. So kwa mimi muimbaji Ignas Mpeka, changamoto zipo na kutana nazo, lakini namshukuru Mungu ananitia nguvu, ninavuka hatua. Sawa. Ignas unanikwepa. Utaki kuniambia hata changamoto moja tu, yani kushana na kwamba zipo. Unajua zipo au moja? Changamoto namba moja, zipo nyingi lakini naweza nikaichagua moja ambao kwangu ni kipaumbele. Ni changamoto ya kiuchumi. Kuwekeza muziki, kwa sababu hii wazi muziki ili uwafikie maelfu ya watu. Yaani unatamani kuwekeza, unashindwa, au unatamani yani hujui kwamba kuna kuwekeza, yani unajikuta tu uwekezi kwenye shughuli zako, au unatamani? Yani natamani niwekeze zaidi kuhakikisha project yangu ya muziki inakuwa kubwa kila ninapoitwa leo. Bado hujajipata? Kujipata kuna hatua pia. Namshukuru Mungu hata kufika hapa live namna pia ya kujipata. Kuna wengine hapa ukawezaje kufika studio hapo? Yes, na mimi namshukuru Mungu, huduma nimeanza muda mrefu. Tumekwisha fanya tamasha kubwa nyingi kwenye hii nchi. Hongera sana. Unapopata ujumbe wa wimbo, huwa unatunga mwenyewe au unashirikiana na watu wengine katika kuandaa nyimbo zako ama nyimbo ambazo umekuwa ukifanya? Yes, mimi namshukuru Mungu amenijalia utunzi. Yes, huwa ninatunga mwenyewe na huwa nasaidia watu kuwatungia nyimbo na kuwapa melody, msingi wa utunzi. Najua hiyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba amenijalia huko kitu. Nadhani pia una nyimbo nyingi, miaka 9 si haba, lakini wimbo gani kati ya hizo ambazo umeshaimba nyingi sana unaona kwamba umewagusa watu wengi zaidi? Huenda wewe kwa shuhuda, na unajua unaweza kuna nyimbo ambazo ukaichukulia kwa poa, lakini ukashangaa shuhuda zinakuwa ni nyingi sana. Ni nyimbo ziko kama 3. Lakini kwenye hizo nyimbo 3
kuna hii ambayo umetoka kuicheza Umeniisha. Ni nyimbo Umeniisha ni kati ya nyimbo ambazo zimeponya watu wengi, naweza kusema nikiwemo na mimi. Lakini kuna Mungu wa Israeli, mfalme wa amani, Mungu Baba wa Israeli, mfalme wa amani. Ila nyimbo yako nyingine ambayo imenigusa, sikiliza radio anaize kweli. Wewe unaijua kama ushaipiga hiyo? Jingo. Nakumbuka. Sema kuikumbuka, lakini mimi nitakukumbusha hapa. Ninayo hapa. Kukumbusha. Itakuwa surprise kwako. Okay. Tegemea kabisa kwamba ipo. Sawa sawa. Okay, sawa. Na unaonaje tofauti ya uimbaji wa injili wa sasa ukilinganisha na miaka ya nyuma? Ujue tuna uimbaji ambao upo sasa hivi unaotrend, na kuna uimbaji ambao wakati unazaliwa, wakati unakuwa uliukuta. Naam, tofauti upo kwa maana muziki wa sasa hivi na wa zamani. Muziki wa sasa hivi watu wapo kisasa zaidi. Yes, muziki wa zamani namna ya tunzi, mashairi yao namaanisha, na melody zao, na muziki ambao tunaofanya sisi sasa hivi utunzi na melody zake ni tofauti. Hata vyombo ni tofauti. Kwa hiyo niseme kwamba muziki umekuwa sana kwa sasa. Umekuwa kwa sababu ninaona waimbaji namna ambavyo wanavyofanya huduma zao. Kwenye muziki wa injili wapo. Jay-Z wapo. Jay-Z ni vijana wenyewe kama sisi. Na wewe Jay-Z umo? Vijana wa Tanzania. Okay, sawa. Na unahisi kwamba huku tunakoenda ni kuzuri zaidi au tulikotoka ni kuzuri zaidi, tujitahidi kurudi? Sitaki kusema tunakokwenda ni kubaya, kwa sababu Mungu ni wa majira yote. Kwa hata majira ya miaka iliyopita ni ya Mungu. Hata majira ya leo pia ni ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ni wa majira yote. Na kama Mungu ni wa majira yote, niseme kwamba kwenye hilo tukubali kwamba duniani mabadiliko ya kiutawala na hata kiuendeshaji wa mifumo huwa yanabadilika. Kwa hata muziki wa sasa hivi tusichukulie kwamba ni labda ni muziki ambao unataka kwenda kinyume na maadili ya kigospel. Mpeka mimi najaribu kuelewa zaidi. Mimi msikilizaji wangu anakuelewa zaidi mimi ninavyokuelewa.